kutokuteka watu, kutokuua watu, kutokudhulumu uhai wa watu. Na sisi tunaunga mkono alichokifanya Askofu Gwajima, na tunawasihi viongozi wengine wote wa dini watoke wakemee mambo haya ambayo sio mambo ya mazuri katika nchi yetu. Na sisi hatutanyamaza. Hatutanyamazia utekaji, hatutanyamazia uovu wowote katika nchi hii. Na kumbukeni, si kwa nini nyie waandishi tusaidieni kufanya analysis. Huyu Askofu Gwajima miezi kama 5-6 iliyopita alikuwa anazunguka nchi nzima. Anafanya mikutano ina watu 5,000, 6,000, 10,000. Anaimba mama oye. Watu wanapunga mkono, wanaounga mkono mama. Hapo alikuwa afanye siasa. Hapo dini ilikuwa haiingilii siasa. Kama alivyosema baba askofu Bagonza, kwamba wakisema mama anaupiga mwingi, hapo hakuna siasa. Wakisema anaupiga mchache, hapo dini imeingia kwenye siasa. Askofu Gwajima alivyokuwa anasema mama hoye nchi nzima, hiyo ilikuwa vizuri kabisa. Leo Askofu Gwajima anasema mnateka watu, mnapoteza watu, ndongwa. Hatuwezi kubali. Hii nchi sio ya kikundi cha watu wanaoleta uhuni. Ndio maana tutawapinga. Na mwisho ninawasihi wanachadema na Watanzania kwa ujumla kuwa Chadema ni chama pekee kinachoweza kuaminika katika kuwasemea mambo ya Watanzania. Tunachokipigania kina faida sana katika taifa hili. Ukweli unabaki kuwa ukweli. Tumekuwa na chaguzi za kihuni, huo ni ukweli. Tumekuwa na chaguzi zenye mauaji, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uoga, uragai mwingi katika michakato ya uchaguzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia wagombea wa vyama mbalimbali vya upinzani wakienguliwa kwa hila za Chama cha Mapinduzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uchaguzi ukikosa maana na kutokuaminika, huo ni ukweli. Sisi Chadema tunasema tutawaunganisha Watanzania ili wapaze sauti zao, kuiambia serikali izingatie, ione umuhimu, isifanye masihara kuwa mabadiliko yanayotakiwa kwenye mfumo ya uchaguzi yatakuwa ni sababu ya kuendelea kulinda amani ya nchi hii. Yaani mabadiliko tunayotaka ni kwa ajili ya kulinda amani ya nchi hii. Na la mwisho kabisa ni hili ambalo wanaharakati kutoka nchini Kenya wamelizungumza. Na hili ni bora mkalitilia maana, na nalisema hivi kuweka mkazo kilichotokea juzi mahakamani. Tulipokuwa kwenye kesi na kuomba Fredi Atali njoo. Fredi njoo. Tulipokuwa kwenye kesi siku ambayo Mheshimiwa Lissu ameletwa mahakamani, mlishuhudia baadhi ya mapolisi wanapiga watu wetu. Tena mtu anakimbia anaelekea huku, polisi anashika rungu mikono miwili, anampiga, anarudia. Amepigwa kiongozi wetu, katibu mwenezi wetu wa vijana wa taifa, ndugu Ferius, sio kama yuko hapa. Ferius yuko hapa. Njoo bana. Ameumizwa, unaona ule mkono bado anatembea kama amenani. Amepigwa na mwenyekiti wetu wa wilaya ya Temeke. Si ndio? Bwana nani yule? Amekuja naye. Kwa bwana huyu amepigwa, na mliona alikuwa haresist, na Benito amepigwa. Lakini huyu Fredi na wenzake watatu walikamatwa, wakaviringishwa kwenye turubai la gari ya polisi, wakasafirishwa kusikojulikana kwa muda mrefu sana. Na wale polisi wakawa wanawasiliana kwa simu, wakaenda kuwabwaga Mkuranga. Na nafikiri baadaye atasema kidogo. Wakaacha Mkuranga. Sasa hao walipigwa tu, lakini huyu Fredi na wenzake walichukuliwa wakaenda kuachwa Mkuranga. Na ni baada ya wale polisi kupokea order kwamba hao waacheni. Sasa kama wasingepokea hiyo order, leo tungekuwa tunasema Fredi Atali na wenzake wako wapi?
hili linatusaidia pia kuzungumza kuhusu yaliyomtokea Boniface Mwangi na yule binti anaitwa Agatha Atuhaire. Na nimemsikia tunaongozwa na watu wa hovyo sana katika nchi hii, ambao wataingiza nchi kwenye crisis kubwa kimataifa, kidiplomasia na kila kitu, alafu tutakuwa kwenye matatizo makubwa sana. Watu wanaituhumu serikali kwamba imewakamata, imewafanyia vitendo vya sodomi. Na kuna watu wamelalamika kuhusu kufanyiwa vitendo vya sodomi katika nchi hii. Na kuna wengine waliogopa kusema. Nampongeza bwana Boniface Mwangi kwa kuwa muwazi. Lakini msemaji mkuu wa serikali anasema waliwakamata tu, walivunja sheria, hawakufuata utaratibu kuingia kwenye nchi hii, kwa hiyo waliwakamata kwa kuvunja sheria. Unapovunja sheria haui deported. Na unasikia hata waandishi mnahoji watu, mimi napata shida sana na nchi hii, kuna matatizo makubwa tunabidi kuyarectify. Unapomhoji msemaji anasema hao watu walivunja sheria. Unapovunja sheria unatakiwa kufanywa nini? Sio kwenda kuteswa. Anasema nchi hii sio shamba la bibi. It's true, sio shamba la bibi. Ndio maana tunapinga wizi wa mali za umma. Hatutaki nchi yetu iwe shamba la bibi. It's true, hatutaki nchi iwe shamba la bibi. Lakini kama mtu amevunja sheria, sheria zetu zinasema akamatwe, apelekwe kwenye kituo cha polisi, familia yake itambulishwe, afunguliwe mashtaka. Yako wapi mashtaka aliyofunguliwa Boniface Mwangi kwa kosa lolote katika nchi? Yako wapi mashtaka aliyofunguliwa na akapelekwa mahakamani Agatha Atuhaire? Yako wapi? Kama walikuwa na makosa, kwa nini hawakufunguliwa kesi? Kwa nini wamepigwa na wakatelekezwa kwenye nani? Sasa haya mambo crisis yake ni kubwa sana. Hii nchi haiwezi kuongozwa na kagenge kadogo mpaka najisikia kwamba nchi ni mali yake, kameiteka. They think they can do anything to anybody. Haya mambo tunayakemea sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Tumetaka tuwaite na tuwaambie maazimio hayo machache kwa leo yaliyofikiwa na kamati kuu ya chama chetu, na muwafikishie wa Tanzania. Na tutampelekea msajili barua ya kumtaarifu watu ambao wamekaimishwa kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, huku tukiprotest. Tumefanya hivyo in protest. Lakini pia kama nilivyoelekeza, within 60 days tutafanya baraza kuu la chama chetu proper. Tutafikia maamuzi mengi zaidi kuhusu hasa no reforms, no election na mambo mengine ambayo yako mbele yetu. Asanteni kwa kunisikiliza.